Changamoto yetu kubwa ya mtaa wa Madafu ni nzi. Nzi hao wanasababishwa na kiwanda kilichokuwepo jirani na kiwanda cha Mo kikifahamika kama kiwanda cha kuku. Kiwanda hicho kimekuwa kikizalisha taka mbichi ambazo zinapelekea kuzalisha nzi wengi. Nzi hao wanaathiri eneo kubwa la mtaa wa Madafu ikiwemo maeneo ya barabarani. Tumeshirikiana na serikali ya mtaa wa Madafu kwenye kudhibiti nzi hao. Tumejitahidi kwenye masuala ya usafi, lakini imeshindikana. Kiwanda hicho kimeonekana kinafanya kwa muda, lakini baada ya muda makosa yale yanajirudia. Serikali kama inaweza kutusaidia, aidha kustopisha ufugaji huu ambao ameweka na kuweka ufugaji wa aina nyingine, au kulimiti changamoto hiyo kwenye swala la usafi wa taka zake mbichi. Hii kero inatokana na kiwanda cha ufugaji wa kuku, kwa maana kwamba wataalamu wanapowaelekeza watumie zile dawa hawafiki kiwango cha kutumia zile dawa za kuua nzi, na ndio maana nzi zinazaliana kwa wingi na zinasambaa katika mtaa, na wafanyabiashara wanapata kero hiyo na wananchi pia kwa ujumla wanapata kero hiyo majumbani, hasa wakati wa mvua basi wanapata shida sana mpaka harufu. I can do that within 7 days. Any flies, any control them. Please. No, don't problem to our village people. I can do 100% whatever the bosses tell them. I take the fumigation every day more times. Tumejionea ni kweli kuna nzi wengi, lakini tumeongea na mwekezaji kwamba atatumia fumigation na madawa mengine ili kuhakikisha kwamba hakuna nzi wanaendelea kuwasumbua wananchi wetu. Kwa hiyo tunawaomba wawekezaji katika mkoa wetu waje kwa wingi. Maafisa afya na mazingira waje wawatembelee wawekezaji wetu, kuwaelekeza namna nzuri ya kuweza kuwekeza na namna ya kuendesha miradi yao wanayowekeza. Tunawapenda wawekezaji. Karibuni mkoa wa Pwani, mkoa wa viwanda, wilaya ya Kibaha, karibuni manispaa ya Kibaha, tuwekeze viwanda. Maeneo haya yana maeneo mengi ya viwanda ambayo bado hayajawekezwa bado. Na sisi tunaomba wawekezaji wote wanaotamani kuwekeza katika mkoa wa Pwani waje manispaa ya Kibaha. Mazingira ni mazuri, na ndio maana tunakuja kwa wawekezaji kuwatembelea mara kwa mara ili kusudi kuwahimiza na kuwatia moyo, lakini pamoja na kuwakumbusha majukumu yao. Kwa hiyo tumempa siku 7 aweze kuhakikisha kwamba hawa nzi hawaendelei tena kuathiri maisha ya watu wetu.